Baada ya mataifa ya magharibi kutengwa katika mpango wa Donald Trump na kwamba ilikuwa ni doa na aibu kubwa kwa watu wa Umoja wa Ulaya, Uturuki imeamua kukaa upande wa Urusi. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amezungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika kujadili suala la Ukraine, na ni kile ambacho kinatajwa ni katika kutengeneza diplomasia za nchi mbili juu ya suluhisho la mzozo wa Ukraine, ambapo wanadiplomasia wa nchi hizo walifanya mazungumzo ya kina. Putin na Erdogan walijadili pendekezo lililovujishwa hivi majuzi la Marekani kuhusu kusuluhisha uhasama unaoendelea. Washington iliwasilisha mpango huo kwa Moscow na kwamba maelezo hayakuwekwa wazi rasmi, lakini ripoti za vyombo vya habari zilionyesha kuwa ni pamoja na utambuzi wa ukweli katika maeneo ya Crimea na Donbas kama ya Urusi, pamoja na idadi ya wanajeshi 600,000 katika jeshi la Ukraine na sharti la Kiev kujiondoa katika NATO. Putin amethibitisha kwamba Moscow ilipokea mpango huo, lakini akasema bado haujajadiliwa kwa undani. Na wakati anazungumza na Erdogan siku ya Jumatatu, rais wa Urusi alisema mapendekezo haya yanawiana na maelewano yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa kilele wa Alaska mwezi Agosti, na kwamba mpango huo unaweza kutumika kama msingi wa makubaliano ya amani, na kwamba Urusi ipo tayari kukubaliana na mpango huo licha ya kwamba bado hawajaingia katika mazungumzo ya ndani kujadili. Moscow ina nia ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa njia ya kisiasa na kidiplomasia, rais wa Urusi alisema. Erdogan alithibitisha utayari wa Ankara kusaidia Urusi na Ukraine kufikia amani na ya haki na ya kudumu. Jiji la Uturuki la Istanbul lilitumika kama mahala pa mazungumzo kati ya nchi tatu, kati ya Moscow na Kiev pamoja na Uturuki yenyewe mapema mwaka huu, na kuleta baadhi ya maendeleo fulani katika masuala ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kubadilishana kwa masuala ya kidiplomasia. Putin pia alisema mnamo Septemba kwamba upatanishi wa Uturuki katika mzozo wa Ukraine unaendelea kuthaminiwa na utahitajika katika siku zijazo. Simu hiyo ilitokea wakati maafisa wa Marekani walipokuwa wakijadili mapendekezo ya amani ya Washington na wawakilishi wa EU na Ukraine mjini Geneva, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema baadaye kwamba mafanikio makubwa yamefanywa kwenye mpango huo, lakini bado kuna kazi fulani ya kufanya. Hata hivyo, ni baada ya mataifa ya magharibi kutaka kuingilia kati, huku Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni, akikataa juu ya mpango wa mataifa hayo kuwa sehemu ya mpango wa kumaliza vita huko nchini Ukraine. EU imepinga mpango wa Marekani ikiuona ni mpango ambao kwa kiasi fulani umekuwa ukionea upande wa Ukraine. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema wazi kwamba hakubaliani kabisa na mpango wa kumaliza vita ulioanzishwa na Marekani na kuionea Ukraine. Hata hivyo, rais wa tume hiyo Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alitoa tangazo hilo siku ya Jumapili wakati maafisa wa Marekani walipokuwa kijadili pendekezo la Washington na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya na Ukraine huko mjini Geneva nchini Uswisi. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye X, von der Leyen alikataa haswa masharti hayo yote, akisema tumekubaliana juu ya vipengele muhimu kwa amani ya haki na ya kudumu na uhuru wa Ukraine. Alisema akiongeza kwamba mipaka ya Ukraine haiwezi kubadilishwa kwa nguvu na kwamba hakuna vikwazo vinavyoweza kuwekwa vya kijeshi kwa ajili ya Ukraine. Hii inamweka katika mzozo moja kwa moja na mpango wa amani wa Donald Trump uliotengenezwa na kuwasilishwa na Washington mwishoni. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kujua nini kinajiri katika ulimwengu.